imeletwa na uharibifu wa barabara. Kenya ilijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kutosikia Jumanne, ambapo ilibainika kuwa wazazi wengi hawana ufahamu wa kutosha kuhusu utunzaji wa afya ya masikio ya watoto wao. Hali hii inasemekana kusababisha nta kwenye masikio kuwa nyingi na kuchangia ongezeko la visa vya watoto kupatwa na matatizo ya kutosikia. Hali hii ilidhihirika wakati wa zoezi la ukaguzi wa masikio kwa watoto katika sehemu ya Wamunyu Level 3, eneo bunge la Yatta, kaunti ya Machakos. Wataalamu wa afya ya masikio wanapendekeza kuwepo na sera ya kukagua afya ya masikio kwa watoto mara tu wanapozaliwa, wazazi wakihimizwa kutoosha masikio ya watoto wao ili kutoa nta, kwani wanaweza athiri afya ya masikio yao bila kujua. Alikuwa na shida ya masikio, na wakati nilimleta alifanyiwa ear screening, akapatikana kuwa ako na shida ya masikio. Walinioshea mtoto masikio, nikimuita alikuwa tu anajifanya. Sometimes akiwatch cartoon nilikuwa nadhani ameconcentrate sana kwa cartoon, ndio maana anisikizi. Ile kitu kingine tunaweza ambia wazazi ni kwamba uchafu yoyote iko kwa masikio, haufai kuingiza kitu yoyote kwa masikio ya mtoto. Ikuwe ni earbud, ikuwe ni nini, hatufai. Mtoto unapanguza tu huku nje, na kama ni uchafu unaona pale ndani, unaletea daktari anaweza kuangalia. Na pia ile uchafu inakuwa kwa masikio nye unaona, hiyo kwa masikio ni dawa kwa masikio. Inazuia wadudu kuingia kwa masikio, so kwa wakati mwingi haifai kutolewa.